Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukiendelea kutazama ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, hasa tukiangalia operation ama vita vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati kati ya Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Wakati huu mataifa mbalimbali yanaitisha vikao vya dharura vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kujadili jinsi ya kusitisha vita hivyo. Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, ametaka kufanyika kwa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema kuwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitakuwa na madhara makubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Ofisi ya Macron imesema amefanya mazungumzo tofauti na viongozi wa Saudi Arabia, Ufalme wa Kiarabu, Qatar, Jordan pamoja na viongozi wa eneo linalojitawala la Kurdistan nchini Iraq. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, Macron aliandika kuwa Ufaransa iko tayari kupeleka rasilimali zinazohitajika kulinda washirika wake wa karibu iwapo wataomba msaada huo. Rais huyo alisema kuongezeka kwa mvutano kwa sasa ni hatari, lazima kusitishwe. Utawala wa Iran unapaswa kuelewa kuwa sasa hauna chaguo jingine ila kuingia katika mazungumzo ya dhati ili kukomesha mpango wake wa nyuklia na makombora ya balistiki pamoja na hatua zake za kuvuruga utulivu wa eneo hilo. Aliongeza akisema kwamba hili ni jambo la msingi kabisa kwa usalama wa kila mmoja katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, baadhi ya viongozi ulimwenguni wamekubaliana na shambulizi hilo. Katika kujibu mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, Umoja wa Ulaya uliyataja matukio hayo kuwa ni hatari na kutoa wito wa kulindwa kwa raia. Haya yanajiri baada ya Iran kuanza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wakuu wa Marekani. Kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko Qatar imeshambuliwa pamoja na ile ya Bahrain. Kadhalika huko Jordan mashambulizi yalikuwa makubwa kiasi kwamba Jordan ambayo inapakana na Israel ilisema vikosi vyake vya ulinzi vimedungua makombora mawili ya ballistic yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Waziri wa mawasiliano wa serikali na msemaji rasmi Mohamed Momani amesema katika maelezo kwa shirika la habari la Petra kuwa mabaki ya makombora hayo yalianguka katika maeneo mbalimbali ndani ya ufalme huo, na amesema mabaki hayo yalishughulikiwa na mamlaka husika zilizochukua hatua zinazofaa. Aidha, ameeleza kuwa Jordan inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika eneo hilo, akisisitiza kuwa kipaumbele cha juu cha ufalme huo ni kulinda usalama wake na maisha ya wananchi wake. Huko Austria, uongozi wa taifa hilo umeridhia na kuunga mkono hatua za Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese ametangaza kwamba nchi yake inaunga mkono hatua za Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiona kwamba mashambulizi yaliyofanyika na Marekani na Israel dhidi ya Tehran yalikuwa sahihi. Albanese aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa X, imejulikana kwa muda mrefu kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ni tishio kwa amani na usalama wa kimataifa, na ameongeza kuwa tunaunga mkono hatua ya Marekani ya kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia na pia kuzuia kuendelea vitisho vya Iran kwa amani na usalama wa kimataifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu, hasa nyakati hizi ambapo kuna vita kali kati ya Iran na mataifa mawili makubwa ya kijeshi, kwa maana Marekani pamoja na Israel, lakini pia huku Iran ikifanya mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.